Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Natumai uko vyema na Mungu amekuwezesha siku ya leo imekuwa ni siku ya baraka. Basi ningekuja jioni hii ya leo kushiriki neno kwa dakika kidogo tu na kukutia moyo wewe ambaye umetafuta uso wa Bwana lakini haujaweza kupata pengine majibu ya ombi lako. Hebu nikwambie mpenzi mtazamaji ya kwamba hakuna kitu kizuri kama kumtumainia Bwana. Kuna vile shetani huwa anapenda kumfanya mtu aonekana kwamba amechelewa, na wakati mambo yako yanachelewa huwa mwanadamu anaanza kupiga hesabu ya 1 2 huku akijaribu kujifananisha na watu wengine ambao wako katika sehemu ama position ambao angependa yeye hawe. Haleluya. Kumbuka Mungu alipokuumba duniani alikuumba na kitu ambayo ni special, na kila mtu ana wakati wake wa kubarikiwa na kufanikiwa. Haswa katika huduma tunamwona Yesu Kristo ambaye ndiye alikuwa mwokozi wa dunia hii. Anakuja duniani, anazaliwa kupitia kwa familia ya Yusufu. Alafu kisha baadaye tunaona ya kwamba maisha ya Yesu inaanzia akiwa pale, akishafika miaka 12 tunaonyeshwa kwamba Yesu yuko kanisani. Na pale kanisani alikuwa anajaribu kupambanua akiwa miongoni mwa watu ambao ni wanaharakati, ni kwa pengine niseme namna hiyo, ni watu ambao walikuwa wamebobea katika sheria. Na Yesu ikawa pale kwa umri mdogo akawa ameonyesha udhabiti wa uelewa katika mambo ya kifalme. Kumbuka alikuwa ametoka kule na anajua kila kitu. So tunaona maisha ya Yesu mahali pale. Kisha baada ya miaka 12 Yesu atuambie historia yake, anakuja kuondokea akiwa miaka 30. Bwana Yesu asifiwe. So kuanzia miaka 12 hapa katikati ilikuwa ni maandalizi. So pengine maandalizi yako inaweza ikawa ni miaka 18 kama ya Yesu. Pengine maandalizi yako inaweza huenda ikawa ni ya miaka 2, 5, lakini pengine watu wengi ukiangalia kwa mtazamo unatambua ya kwamba mtu akishapitia matatizo masaibu ya dunia anaanza kuona kabisa mambo yamechelewa. Kuna watu walio poteza mwelekeo. Kuna watu ambao walikaa katika ile pilika ya maandalizi kwa muda mrefu mpaka wakaanza kukata tamaa. Wengine walishakata tamaa na wakarusha mikono wakaingia kwa njia zingine. Mpendwa mtazamaji, acha nikueleze ya kwamba kitu Mungu ameanzisha ndani yako yeye mwenyewe ataikamilisha. Usije ukakata tamaa ile mida tu Mungu anapotaka kukuja. Na ukiangalia hata meli huwa inaangukia wapi? Ikienda kufika pale milele. Haleluya. So bandarini ndio meli unaona inaanza kuanguka. So watu wengi, ni kawaida ya mwanadamu utamwona yuko vyema, anapitia masaibu, anavumilia kabisa, alafu ikibakia tu kinusura kidogo tu, kitu kidogo hivi aweze akatoka kwenye ile jangwa. Hapo ndio watu wengi wao wana give up. So nimekuja kuhimiza kwamba maandalizi ya mtu huwa inalinganishwa na ile kazi atakayoifanya. Mtihani ambao utakaofanya maandalizi yake ni masomo unayopambana wakati huu. Masomo ambayo unafanya itafanya upite mtihani ambao unaokuja mbele yako. Na vile vile Biblia inatuelezea kwamba hakuna mtu yote ambaye atakayejaribiwa na majaribu kadri ya uwezo wake. Ina maana kama unaona majaribu yamekuwa makubwa sana, ina maana mahali ambapo unaelekea ni pakubwa sana. Hivyo basi inakubidi uwe ni mtu ambaye ni mjasiri. Mtu ambaye anaweza kuongeza gia, mtu ambaye anaweza kaongeza muscle, mtu ambaye anaweza kuwa na uelewa ya kutambua ya kwamba hapa ninapoelekea hapa lazima nipite hii milima. Bwana Yesu asifiwe. Vile vile katika vita, unapoenda kupigana vita vingine, lakini lazima uwe na mafunzo ambayo ni utakaoweza kudhibiti ile vita ambayo unaenda. Uweza kuchukua mtu ambaye ana mafunzo kidogo ama ana elimu kidogo katika vita, ukampeleka katika vita ambavyo ni vikubwa, hiyo basi itakuwa ni kuhatarisha maisha ya huyo mtu. So wewe ambaye unaona ya kwamba kumekuwa na chelewa mingi, ningeomba nikueleze ya kwamba endelea kumtumainia Bwana, endelea kuongeza muscles. Na vipi unavyoongeza muscles? Endelea kukaa ndani ya Bwana. Keep in touch with God. We can only keep in touch with God ukinapoendelea kuomba, unasoma neno la Bwana, na pia unapata ufunuo. Mungu anazungumza. Wengine wanasema ya kwamba Mungu hazungumzi. Mungu huzungumza, na anazungumza na kila mtu kulingana ile lugha ambaye atakayeelewa. Hivi basi vumilia. Uvumilivu wako utakupa matunda, na usivumilie tu
Ukiona vita vimekuwa vikubwa, unaitisha neema kubwa ya kupigana na kupambana na ile vita. Manake pia katika vita kuna vile vita hazina faida kwa kupigana. Kumbuka hata adui anaweza kukuletea vita ambavyo havikuwa vya kupigana, lakini anakuletea vile vita ili iweze kukuzuia kufikia malengo ya Mungu kwa wakati. Haleluya. So hapo ndio unapokaa katika communication na Mungu, anakupatia ufunuo, anakusaidia hatua moja ama nyingine, hatua baada ya hatua. Na hivi basi unapoendelea kumtumainia Mungu, hauwezi ishia tupu, na maisha yako haiwezi bakia kuwa vile. Na unapoendelea kumtumainia Mungu, huwa anapenda wana wake. Anasema ya kwamba kuna wale watu ambao walimwamini, waliokubali, aliwapea nguvu na uwezo wa kuitwa wana wa Mungu, na wale pia walioamini katika jina lake pia ni wana wa Mungu. Na hivi basi wewe ni mwana wa Mungu kwenye namna moja ama nyingine. So kama mwana, kuna haki yako katika ufalme. Jinsi ya kupata ama kumiliki haki yako inategemea wewe unavyojituma, inategemea wewe unavyojitayarisha, na inategemea wewe vile uko na malengo ya hapo mbeleni. Mungu awabariki sana tunapoendelea na watende mema. Pengine hata unajiuliza nani huyo? Mimi ndiye Pastor Wilfred Duke, na unanipata kwenye mtandao wa YouTube, unanipata pale najiita Pastor Wilfred Duke. Ukifika mahali pale kuna mambo mengi, kuna mafundisho, huwa tuko na live sessions na watu wengi wana draw comments zao. Kwenye Facebook naitwa Wilfred Duke na inakuwa ni baraka sana. Kwenye TikTok ni Bro Wilfred. Barikiwa sana. Asanteni sana kwa kunikubalisha kwa wakati wako ambazo tumekuwa pamoja, na Mungu awatende mema hadi tunapokutana tena. Shalom.